Taarifa kwa umma. Msimamo wa Chadema kuhusu tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kutaarifu umma wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba haitambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na ndugu Samia Suluhu Hassan aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi, inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othmani, akielekeza kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. La kwanza na la msingi zaidi, msimamo wetu unatokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo ndugu Samia Suluhu Hassan hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili. Alijipachika urais kupitia mchakato usio huru, usio wa haki, usio wazi na usiokizi viwango vya kidemokrasia, kama ambavyo walisema waangalizi wa uchunguzi wa Umoja wa Afrika UA na wale wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika yani SADC. Ndugu Samia ana mamlaka ya kimaadili wala kisiasa kuunda chombo cha kuchunguza uhalifu mkubwa uliofanywa na utawala wake dhidi ya raia waliokuwa wakidai haki zao za kidemokrasia na kikatiba. Aidha, kwa mujibu wa sheria ya uchunguzi yani Commission of Inquiry Act of 2002 Chapter 32, tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake. Hata ripoti ya tume, rais ana mamlaka ya kuamua ichapishwe au isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo, si chombo huru na akiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali ndiyo mtuhumiwa mkuu. Zaidi ya hapo, haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe alafu tutarajie haki. Serikali ya Samia ndiyo iliyoasisi, kuratibu na kutekeleza mauaji, utekaji, mateso, ubakaji, unyanyasaji na ukiukwaji mpana wa haki za binadamu. Wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na pia ni wanachama wa chama kinachoongoza ndugu Samia CCM, jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya msingi kwamba tume huru haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Hao wajumbe wakati wote wamekuwa sehemu muhimu ya kuingiza nchi yetu kwenye maafa haya, na baadhi yao ni watuhumiwa wa kupanga na au kutekeleza ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakiwa madarakani. Hii si tume huru, ni njama ya kuficha ukweli, kufuta ushahidi na kuendelea kuwaumiza waathirika. Kinachoitwa kuchunguza uvunjifu wa amani ni mbinu ya kuwageuza waathirika kwa wahalifu na kuwasafisha wahalifu halisi. Lengo ni kuendeleza ukandamizaji wa sauti huru na kuhalalisha utawala wa mabavu unaotekelezwa na serikali isiyo na ridhaa ya wananchi. Kwa msingi huo, Chadema inasisitiza kwamba iundwe tume huru ya kimataifa yenye uwezo, weledi, mamlaka na uaminifu wa kuchunguza kwa uhuru na umakini mauaji, makosa dhidi ya binadamu na ukiukwaji mkubwa wa haki za msingi za raia uliofanywa chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan. Serikali inapaswa kuruhusu uchunguzi huo usimamiwe na tume huru ya kimataifa ambayo itafanya kazi bila uoga, vitisho wala kuingiliwa. Tunatoa wito kwa taasisi za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na baraza lake la usalama yani UNSC, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa
ya mauaji ya halaiki, makosa dhidi ya binadamu na makosa ya kivita ICC, kamisheni za haki za binadamu za kikanda na kimataifa, mataifa rafiki na wadau wote wa demokrasia kuchukua hatua za haraka kuishinikiza serikali ya Samia na CCM kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa. Ujumbe wetu uko wazi na ni thabiti. Mosi, hakuna amani bila haki. Pili, hakuna uhalali bila ridhaa ya wananchi. Tatu, mtuhumiwa hawezi kuwa mwamuzi wa uhalifu uliofanyika. Chadema itaendelea kusimama imara na wananchi wa Tanzania hadi haki itendeke na wahalifu dhidi ya binadamu wawajibishwe kama inavyostahili. Tunaomba Watanzania na jumuiya yote ya kimataifa kutuunga mkono katika msimamo wetu huu. Imetolewa tarehe 19 Novemba ya mwaka 2025 na makamu mwenyekiti Bara John Heche. Hii ni taarifa kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema.